Bibi na mabwana, kwa mara nyingine tena kwenye session yako ambayo kupitia hapa umeshajifunza mambo mengi sana, na mimi mwenyewe huwa najifunza pia kwa sababu ya wale ambao naongea nao, either anachokijua au anachokipitia. So nimekuwa na series ambayo ilianzia kwa Solo Thing. Nilirudi kidogo kwenye mziki ambao ni kitu ambacho nimekuwa nakifanya muda mrefu tangu nilipojiunga 2015 na Planet Bongo kama producer, na nimeona vipaji vingi, nimelea vipaji vingi, nimeibua vipaji vingi kwenye tasnia ya utangazaji, na nimeona vikiwa vinakuwa, na moja hiki kipaji ni Rich Msafi ambaye sasa hivi ndio mtangazaji anayezungumzwa sana kwenye industry ya Tanzania kwenye vipindi vya burudani. Lakini nilianza na Solo Thing, nikazungumza naye kuhusiana na historia ya Bongo Flava, kupata context ya zamani. Nikaongea na Ricky Kisalala ambaye brother ni mmiliki wa Ricky Media, anaijua online, anaishi na wasanii na yeye mwenyewe ni msanii. Leo nataka nizungumze na mtangazaji ambaye yuko on trending kuweza kupata 360 ya hii issue inaitwa Bongo Flava, tasnia ya burudani kiujumla, lakini pia na utangazaji, kwa sababu media ni sehemu ya hiyo. So uzuri Rich Msafi ameshafika hapa. I hope haitatusumbua kujiunga naye jioni hapa. Yes, we go. Mkubwa. Mtangazaji namba moja nchini. Bwana kwema? Poa mwanangu, kwema? Bwana Mungu ni mwema, tunamshukuru Mungu. Inabidi univumilie kidogo leo na mafua. Unajua hizi shughuli nazo zinahitaji vita nyingi. True story. Kwamba tulikuwa Iringa juzi wewe. Hujaagana na babu? Nadhani kuna kitu nilisahau. Okay. Rich, kwanza nikupe hongera, nakupa kila siku, lakini nikupe kwa mara ya kwanza kwenye hii platform ya Madini.com. Sure. Unafanya kazi kubwa sana na umeshakutana na hongera nyingi sana bila shaka. Hebu niambie, hivi watu wakikuambia wanakusifu hizi sifa zote unazopata, wanakuambia wewe ni mkali kwa nini? Unavaa vizuri? Au nadhani wananiona mkali kwamba ni moja ya kijana ambaye hawakuwahi kuwa naye before la kumuona. Kwa wanaona kama nimekuja na kitu cha tofauti. So wanapimisha kuona kwamba hivi walokuepo walofanyaga walivyoyafanya vile nani mwingine labda kwenye generation ya sasa hivi ambaye naye alikuja akathubutu kuonyesha hata kwa engo tu ya namna yake ya tofauti ya kile ambacho wao walikiweka. Kwa sababu nadhani mimi naanza kando kijana namba moja ambaye nazingatia na kuthaminisha misingi ambayo legend wengi kwenye utangazaji waliiweka, kwenye uandishi wa habari waliiweka, hasa huko kwenye burudani. Vijana wamekuwa wanakuja na kuondoka, mambo yanaingiliana kati. Kwa hiyo mimi nimebakia kwa moja ya vijana ambao nazingatia ile thamani ambao wao waliiweka. Okay, kwa hiyo wanakusifu ukiwa hewani au wanakusifu jinsi ambavyo unaonekana? Nyingi zinakuja wapi? Nyingi. Ni vyote viwili, kwamba kwa sababu siku zote wanasema umaridadi uficha umaskini. Kwa sababu nimeanza kuwa msafi kabla ya kupendwa kama dogo anajua kutangaza. Kwa maana yake cha kwanza mimi nilianza kujipenda mie. Kwa sababu issue ya kuwa out TV kumitikasi zangu hazikuja hivyo hivyo. Mimi nilianza kwenye watu waanze kunipenda kwenye utangazaji. Nilikuja nikaona kwamba kitu gani ambacho kinaweza kanifanya mimi watu waniamini. Kwa sababu at that time mimi na push hizi mitikasi, tunaongelea miaka 3 mimi hapa nyuma, ilikuwa ni kwamba asilimia nyingi vijana wanaokuja kwanza hawapati nafasi hizo. Alafu cha pili wanaonekana kwamba hawa madogo bwana hawawezagi hivi vitu bwana, wataharibu bwana, tubakie na mabrother au na masista hao ambao wana experience kubwa, wanaweza wakarun hii michongo. Kwa mimi at that time nilipofika kwanza nikaanza kutengeneza scenario ya kwamba nihakikisha cha kwanza watu wakija kunisikiliza mimi wanapata test ya zamani na ya sasa. Hapo ndo shughuli ilipoanzia. Kwa hiyo nikawa najaribu kutafuta vitu vya zamani na sasa hivi, ili mtu wa zamani akinisikia aone kabisa udogo anajua anachokifanya, na sasa anakuwa kabisa familia. Kwa hiyo hicho ndo kilikuja kanifanya mimi wakanikubali, wakaona kwamba udogo kumbe yani hawezi kukuuliza vile vitu vya kimiosho. Wasanii wengi walikuwa wana sense, hadi sasa hivi wengi wao wana sense kwamba akikutana na kijana anaweza kumuuliza swali la kimiosho la ukijana. Kwa mimi cha kwanza nilikuwa nikikutana na hao mabrother, mimi kwenye interview nilikuwa nikiingia na maswali yangu haya. La kwanza nondo, la pili nondo, afu ya tatu ndo kama anavyosema Madam Lita uchwara. Kwa mimi ya kwanza nilikuwa naingia na nondo, la pili nondo. Nikikushindilia yale mawili ya mwanzo unasema
udogo noma huyu. Sasa hiyo ilikuwa inanisaidia kwa sababu nilikuwa nikipiga nondo zile mbili za mwanzo, kwa sababu binadamu tumeumbwa na mapokeo. Mimi nikisema Grayson huaga ni mieusho, nikimwambia mtu kama Grayson ni mieusho, cha kwanza hata kama hamjui Grayson atakubali yule jamaa huaga ni mieusho, hata kama hujui. Kwa mimi nilikuwa napiga zile nondo za mwanzo kwa sababu nilikuwa najua naweza nikauliza vitu vya vijana wa sasa hivi. Kwa yeye alivyonipokea kwamba huyu kijana respond yake ikawa tofauti na kile ambacho nilikuwa nakitaka. Kwa nampiga nondo zile ili akizifeel zile nondo udogo yuko smart. Alafu nikimletea hata zile atazichukulia usmart kama za mwanzo alivyozipokea. Ndio nilikuwa naenda hivyo. Kwa akanipitisha kwamba ni moja ya vijana ambao ukizungumza naye mazungumzo yake pia hayalengi kumdogosha mtu au kumzingua mtu. Kwa hapo ndo wakaanza kunipokea. Kwa baada ya kunikubali kwamba sasa udogo noma kwenye mic, baadaye sasa nikaanza kuwapa lifestyle kwamba afu ujue mimi Mnyamwezi wazee so mic tu. Hapo. Na Unyamwezi ulitoka wapi? Mtoto wa yani kijana wa kutoka Iringa. Ulianzaje Unyamwezi, kwenye familia ama ulikutana nao kwenye maisha katikati? Mimi nimeanza nao from the scratch. Toka nadhani ni kwa sababu ya familia. Mimi kwetu hatujawahi kuwa maskini, hatujawahi kuwa matajiri. Tuko middle pale. Umeona kwamba nikilia mama nataka soda napewa. Mama nataka jeans kali nimeona nimeipenda napewa hela kanunue, unajua zile. So baadaye kuja kujiswitch kujipenda. Mimi nadhani at that time hata jina la Msafi watu wengi I'm giving you this exclusive. Okay. Watu wengi jina la Msafi walikuwa wanadhani limetokana na Wasafi WCB. Sijui umeelewa? Lakini kumbe mimi ilikuwa tofauti. Wakati mimi naanza kujiita Msafi, haikuanza Msafi. At that time mimi nasoma wanakuwa ulikuwa ukiwa unapendeza unaonekana unanukia vizuri, ulikuwa unaitwa kipindi hicho Sharo Milionea yupo. Kwa mimi nikawa naitwa yule dogo Sharo yule, dogo Sharo yule, dogo Sharo. Sasa Sharo yeye alikuwa anaitwa Sharo Milionea, mimi nikaitwa Sharo Vilaki. Kwa sababu sina kitu kapuku, kwa hiyo nikawa naitwa Sharo Vilaki. So from there nadhani transformation iliyofanyika pale ikaja ndo kwenye huku wakaonekana Matozi, sijui Mabisho. Sasa mimi shule ikawa inaitwa yule dogo Msafi yule, yule dogo Msafi. At that time naitwa hilo jina nilikuwa sipendi big time. Kwa ule usafi ulikuwa kwa sababu ya kutoka nyumbani na kuenda shule vile, nilikuwa na utaratibu wangu naiba zile kipindiko perfume ya kupaka ile. Nilikuwa nikiingia chumbani kwa mama, unajua ile unasubiria kupela, unachukua ile perfume unajipaka hivi afu usikia hata harufu yake. Wengine ndio wanaisikia. Kwa nilikuwa najipaka ile shehe wangu nilikuwa nikipita nafikiri limepita jini. Kwa from there watu wakawa wanaona hiyo venye dogo anakuwa dogo, ukuaji wake dogo kila siku unajua anapendeza dogo Mnyamwezi. Form 4 mimi nakumbuka nakuja kupewa cheti cha mwanafunzi msafi kuliko wote. Cheti kilikuwa kikubwa kuliko watu wote. Shule gani? Ilikuwa ni Iringa by the way, inaitwa Imagevosa, ni branch ya St Matthews. Sa from there kumbe ushwani most wanted. Of course, kwa sababu mimi nakumbuka kuna washikaji zangu, kuna wanangu walikuwa wanafanya vizuri kwenye masomo, biology, geography, history. Kuna mwanangu mmoja alipataga vyeti kama 4 hivi kwa sababu ya mambo hayo. Sasa mimi kilichokuja kunisaidia at that time, mimi nadhani watu walikuwa wananikubali. Nilikuwa na hiyo anapendwa. Mimi nilichukua cheti cha usafi. Bana ule ukumbi wote ulichanganya. Utafikiri mimi ndo nimepewa cha geography yani. Hapo ndo nikaanza kuona kwamba watu kumbe wanapenda mambo mengine sana tofauti na elimu. Ukiwa serious na mambo ya watu hawapendi sana. So nadhani nimekuwa nikipitia kwenye situations za nawe. Nakumbuka hata primary nishakoga kilanja wa mambo ya afya, usafi hayo ndo yaliniweka huko. Kwa nadhani nimekuwa nikikua, nadhani hata background ya baba na mama ilisaidia. Kwa sababu mimi babangu daktari, mamangu daktari. Kwa nadhani nimekuwa nikikua kwenye maisha ya kutaka vitu visafi. Kama shati lazima liwe safi, sijui lazima upasi. Kwa nimekuwa nikiishi kwenye mazingira hayo. Baadaye sasa lile jina la Msafi ambalo watu walikuwa wananiita ndo likaanza kunishape kwamba kivyote vile mtu anavyoniona lazima nione msafi. Wow. I say umenipa exclusive ambayo sijawahi kuijua. Na tubaki hapo. Siku moja nikawa nimepokea simu ya Mario. Sijui ni wewe ulinipigia. Sure. Mario akawa ananiambia wewe blazo bana, huyu jamaa kwa nini zile jina asiachane nalo? Unajua zile. I remember that. Ulipata nyingi sana hizo za washikaji wa karibu, wasanii wakikwambia hili jina Of course, hiyo nakumbuka hata kuna wanangu pia ambao wengi wao. Kuna mwanangu mmoja anaitwa Suge ndo alinishoot video ya kwanza kabisa anaanza mambo ya utangazaji. Ashe kuniambiaga, "Hivi mwanangu kwani usibadilishe jina?"
Nikamwambia kwa nini? Akaniambia kwa sababu hiyo Msafi hiyo mwanangu ina sound kama Wasafi hivi. Nikamwambia kwa nini ukisikia Msafi wewe unajua ni nani? Nikamwambia kana uwezi kuwa Msafi. So at that time nadhani nilikuja nikagundua kwamba bwana Nasibu pia nadhani mganga wake alikuwa mzuri sana, alimsaidia kuaminisha karibia kila mtu akishasikia kitu kinachohusika na usafi kinamlenga yeye. So at that time nadhani ndo pia bwana Nasibu pia alikuwa kwenye piki hiyo yani. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana ukisoundi Msafi kusoundi kama wao. So kilikuja kunishape kwa sababu ilifika hatua nikaacha kudili na mambo mengi sana, ikawa inabidi sasa ni focus na kile ninachokifanya, nitengeneze imani ya watu kuniamini kwamba mimi sio kama hao mnaowazania, mimi niko different kabisa. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, ilichukua mwaka mmoja watu ku approve kwamba huyu jamaa huyu kanyoka. Nakumbuka hata juzi nilikuwa naongea na Young D, akaniambia uje mara ya kwanza nakuja unanipigia simu tufanye e-news, unaniambia ni Msafi. Nikasema udogo ile Msafi nani bwana, sitaki bwana. Lakini sasa hivi nikikuona nilichokuwa nakifikiria na wewe ni vitu viwili tofauti. Yeah, nadhani ni noma sana. Umefanikiwa kulichukua hilo brand. Huwa nafananisha, unajua Diamond na hili jina. Ulikuwa tayari kuna Diamond, lakini sasa hivi ukisearch Diamond obvious na anakuja. Kwa hiyo wewe umeweza kulibiti hiyo, umeweza nadhani wewe ni shamba darasa jingine la kwamba ukichukua chochote, ukiweza kukivaa vizuri, ukafanya kwa ubora, kinaweza kikawa chako. Okay. So, juzi nikawa naongea hapa na Ricky, na akakutaja, akasema bana, nawaambia, lakini unakuta mtu ananipigia anambia dogo anakosa hiki. Umeshaniambia wanapenda nini? Nini ambacho ukisikia diss nyingi zina kwamba dogo hana hiki? Diss nyingi nadhani kwa watu wengi wamekuwa wamefanya matukio yao mabovu mengi which is sometimes wanaona kwamba hayatakiwi kusema kwa sasa hivi kwa sababu wamebadilika, wamekuwa Wasafi, yani walishajitakatisha. Sasa nadhani watu wengi hawajuagi kwamba pia a good preparation of today started from yesterday. Ukifanya mabovu zamani usitegemee sasa hivi kwa sababu umekuwa mzuri sana yale mabovu yako yasizungumzwe, kwa sababu yale mabovu yako ndio inabidi yatumike kuelimishia watu kwamba huyu mwana alifanyaga mabovu haya, sasa hivi sema yuko hapa hivi. So watu wengi wanatakaga akibadilika akiwa Msafi sana aendelee kuongeleka kama yeye ni Msafi sana. Hapo ndo shida waga inaanza. So na mimi najuaga sehemu gani ya kuabite, kwa sababu mimi najuaga mimi natakaga mtu nikiwa nafanya naye mazungumzo au nikiwa nafanya kazi yangu, natakaga nimfanye mtu nimfikirishe, kwa sababu siku hizi dunia imebadilika, karibia kila kitu kiko open. Kwa mimi natakaga mtu nimfikirishe mara mbili ya kile ambacho alikuwa anakitegemea yeye. Most of the time mimi nimefanya interview na watu namfanya anaongea kitu ambacho hakutegemea atakuja kukiongea, then baada hapo ananipigia ananiambia uje kitu mimi niko sitaki kuongea kabisa hii, au ananiambia bwana hivi wewe kitu hiki umekijuaje? Kwa sababu wengi wao ndo hayo, kwa hiyo wanaona mindingi mimi sasa hivi naonekana kama kijana fulani mpenda ugomvi, kwamba kama mtu aligombanaga na mtu miaka 5 iliyopita hawakumalizaga tofauti zao, akija sasa hivi nikimuuliza anaonekana dogo anapenda ugomvi, dogo anapenda hivi. Sasa mimi ndo naipenda kwa sababu wao si wanaona kama, kwa sababu najua kitu ambacho kinasemwa sana au kinapingwa sana ndio kitu ambacho watu wanakipenda sana. Always inakuwa vice versa is true. So najua ukisema ukae tupige story hapa sasa hivi tuanze kuongea bwana jamaa ngoma yake noma, bwana jamaa ameimba sana, jamaa ni mkali ana talent. Watu wanapenda kuisikia hiyo, lakini hawapendi kuisikia pia. Wanatamani kusikia kwa baada ya kuwa mkali sana ana maisha gani baada ya hapo. Yeah. So mimi nataka niwape vyote kwa pamoja, niwape vyote, yani kwamba tutaongea hayo mnayosema, lakini kuna namna inabidi tu shape game, tukumbushe mambo za zamani ilikuwaje. For instance mimi nafanya interview na TID, namkumbusha kuhusiana na kilichomsababisha kwenda jela kati yake na Alikiba, which is miaka mingi sana hajawahi kuongeaga, lakini mimi nilisema leo TID lazima aseme. Yaani ilikuwaje story ya TID kwenye maisha yake, inaonekana kwamba TID aliimba sana, aliimba zeze, baada hapo akawa star, akaja kuzingwana, akapelekwa jela. Afu alipotoka jela ionekana yeye alitoka jela ikaweje sasa. Kwa lazima tutengeneze
tutengeneze story nzuri kwamba hata mwisho wa siku ili ionekane kumbe sababu ilikuwa hii. Kuna watu wanampenda TID, ndio role model wao, lazima wajue kwamba TID amepitia maisha gani. Juzi nimeona movie ya Michael Jackson imetoka, wameanza kuonyesha from the scratch. Sasa utakuja kutengeneza vipi movie ya TID ujue alivyoenda jela, alivyotoka iliishia pale, baada ya hapo kilitokea kitu gani? Ndio kupitia Planet Bongo. Sasa naongea na TID na namkumbusha kuhusu story, ananiambia sitaki kuongelea, lakini anyway ngoja nikusimulie. Mimi nilisingiziwa ile issue. Mimi yule mchongo, kuna watu walikuwa wanipendi tu, anaanza kuongea. Kwa maana yake na tunatengeneza taratibu kwamba ikifika hatua mtu anataka kutengeneza story, ikitaka au anataka kuandaa movie au kudocument maisha ya TID, lazima apite kwenye interview ya Planet Bongo, imuonyeshe kwamba TID alikumbe hapa, baada hapa ndo anakuja kusimulia kwamba bwana, kumbe sababu kubwa ya kwenda jela ilikuwa hii, kuna watu walikuwa wanipendi, niligombanishwa, ilikuwa ni hivi. So inakuwa ni rahisi, kwa sababu kwenye scenario kubwa kama hiyo mimi pia nilikuwa najisikia ilikuwaje hivi TID, jambo ambalo limetokea miaka 7 nyuma alijawahi kuzungumzoga tena kujua feedback yake ilikuwaje, yani imekuwaje kwenye game. Hakuna kitu kama hiyo. So mimi waka najaribugi kutengeneza kama nilivyosema kwamba kwa muda mrefu sana hakutokea mtu ambaye alikuwa anafanya kama ambavyo walikuwa wanafanya thamani, walikuwa wameitengeneza brothers and sisters wa kwenye game, kwenye burudani kwa ujumla. Kwa mimi yale magepu ambao wao waliyaacha, mimi nakuja kuyafeed, then mimi pia naongeza vitu vyangu kwamba sikia, na nyinyi mtaokuja sasa mtakuja kuanzia hapa muendelee. Sasa watu wengi hawapendi hiyo kitu kuisikia, hawapendi kuifeel kwamba bana sasa nianze kuongelea sasa hivi kwa gajela bwana, kuna mtu alikuwa hivi, kwa sababu labda huenda kwa sababu wamekuwa sana, walifanya kipindiko walikuwa wanafanya ilikuwa utoto mwingi au ulikuwa ujana mwingi, so wanausahau ule ujana wao, ule utoto wao au ile miyeusho yao walikuwa wanaifanya, wanataka wabakie kwa wasafi, which is inakuwa ni mbaya, kwa sababu ili kukufundisha wengine, ili maisha yako yawe darasa, lazima zile ups and downs zote ziwe zinaelezewa, ziwe zinazungumzwa, kwa sababu zote kuna watu zinawasaidia. Kwa hiyo wauni hawataki ufukue makaburi na wewe ndio shughuli unayoipenda. Okay. Sasa tuje kwenye, napenda sana hiyo issue kwa sababu tulikuwa tumejadili muda mrefu, Bongo Flava ni moja ya tasnia kongwe Afrika ambazo hazina document. Sure. Na hata utetezi aliokuwa na kutetea Ricky hapa ndio hivyo kwamba Rich Msafi mwenyewe mnaosema jana kosa details baadhi kaja juzi, Bongo Flava haijaandikwa, hatuna material mengi sana. So namna pekee ni kuyapata kupitia hicho unachokifanya kwenye Planet Bongo. So ni kitu kikubwa sana. Turudi sure, kwenye hiyo issue ya Bongo Flava kiuchumi. Hapo kwa nini J Melody anakuwa na hit song kubwa kama ile, inaimbwa Tanzania, inaimbwa Kenya, inaimbwa Afrika Mashariki, lakini hatumuoni kama Rich tulivyomuona Rich ameanza tu tukaona ka Pepsi pale, tukaona ka Airtel pale. Unajua Rich na Airtel, Rich na Pepsi wanafanya kazi. Kwa nini umaarufu wa sanaa yetu hauendani na endorsement, hauendani na kuzunguka mikoani kupiga shows, hauendani na chochote zaidi tu ya kudanganyana kwamba YouTube ndio tunapata pesa na streaming? Sasa kwenye hiyo ngoja nikwambie kitu kimoja. Umeona mimi hapa, mimi ni media personality. Mimi nikiwa media personality, manake backup yangu kubwa ni media kwa Regina. Nikikaa na tajiri yangu Regina, nikiwa nimekaa tuko ofisini, yoyote atakayemtafuta Rich ataanza cha kwanza, unajua Rich ni mtangazaji wapi? East Africa Radio na East Africa TV. That's my backup. Cha kwanza hicho. Kampuni nyingi zinafanya biashara kwa kujua kwamba nyuma ya Grayson kuna nani au backup yake Grayson ni nani. Sasa wasanii wamekuwa na kivuli cha muda wote cha muziki. Kwamba jamaa anaimba sana, ana talent sana. Background ya Bongo Flava ni mbaya kwa sababu ilikuwa inaonekanaga ni uhuni. Kwa hiyo ili watu waje kuweka pesa kwako, lazima uhakikishie, uwatengenezee scenario za kuamini kwamba pesa yao kwako haiendi kufanyika uhuni. Inaenda kuonyesha kwamba muziki anaofanya huu jamaa uko clean, watu wanaodili nao wako smart, ana uwezo wa kupush brand. Wasanii wengi wamekuwa ni maarufu lakini hawana uwezo wa kupush brand za watu. Na wasanii wengi wamekuwa ni wasanii ambao au superstar wengi Bongo wamekuwa ni superstar ambao wanabadilishana nafasi. Ndio maana kila siku tunaongelea kuhusu Diamond na Alikiba, kwa sababu superstar wetu wengi wamekuwa wanabadilishana nafasi. Kwamba utaweka Diamond, Alikiba, afu hapa juu atakuja Mbosso, kesho kutwa atakuja Mario, kesho kutwa atakuja J Melody, kesho kutwa atakuja Juksi. Yani ile namba 3 4 5 6 7 pale wanabadilishanaga wao kwa wao. Sasa inakuwa ngumu kwa sababu hizi brand au hizi makampuni ya biashara wengi hawataki kufanya kazi na, kwa mfano makampuni makubwa tukiongelea, mfano umetaja Pepsi, umetaja Airtel, ni makampuni ambayo yanaamini nikimchukua Grayson leo
nataka nikae naye 5 years, miaka 4 mitatu, sio miezi 6. Maspasta wetu wengi wamekuwa ni wanaoiti kwa miezi 6. Kwa hiyo una uhakika kwamba nikisema nifanye kazi na Grayson, kwa hiyo inabidi nifanye naye kazi miezi 6, baada hapo nitafute mwingine anayoiti. Na katika kitu kibaya kwenye kampuni ni kuwa na mabrand ambassador wengi, kubadilisha kila mwaka unabadilisha brand ambassador. Kila mwaka unabadilisha brand ambassador, inakuwa inaharibu, kwa sababu kampuni pia haitaki kuzoeleka hivyo inavyozoeleka. Na wanaga watu makashatu joti, makampuni anayofanyaga nayo yote anaweza kaa nao miaka 5 yuko yeye. Kwa nini yeye? Kwa sababu jamaa amefanikiwa kuivaa nafasi yake na kuendelea kubakia top vile vile. Kwa maana yake wana uhakika huyu tunaweza tukakaa naye miaka 4 5. Sasa leo hii ingekuwa Joti aliiti miezi 6, akaja labda Chumuni mwingine naye kaiti miezi 6. Kwa hiyo itabidi kampuni ya Shanela Joti imfuate na mwingine aloiti miezi 6. Tena atakuja mwingine wa miezi 6. Kuna nadhani wasanii wamekuwa hawana muendelezo mzuri wa kuwa pale walipobakia. Hawana muendelezo mzuri wa kuzibakia na zile nafasi na ile power ya mitikasi yao wanaofanya. Wengi wao pia kinachowaharibu ni stori zao za behind au mitikasi zao ambao wanaziruhusu zije front, kwa sababu inawezekana kweli sanaa ni jumba pana ambalo lina mabaya na mazuri, lakini anayeruhusu mabaya na mazuri yatokee ni wewe. Sasa kuna mabaya ambao wanashindwa kuyachuja, wanayaacha, yanakuja kuwaathiri, ambao ndio inakuwa feedback yao mbaya, kwamba inawezekana tukio litokea 2008, mtu akwambia yule ana story mbaya bwana, video yake ilivujaga yule, siwezi kumpa kampuni yangu afanye nayo kazi. Inabakia kwenye mindset, kila kampuni inayokuja ina feel kile kile. Naona tuna wasanii wakubwa wengi ambao ukubwa wao ukija kupimanisha, unaona mbona huyu anaga kampuni anafanya nayo kazi hadi leo. Lakini kuna influencer kibao huenda wamezidiwa followers na wasanii, wamezidiwa ukubwa na wasanii, wanapewa hizo deals. Kwa deals zipo. Deals zipo, lakini hazifiki kwa wasanii. Hazifiki kwa sababu ya hicho nilichokisema, kwa sababu okay. Kwa nini? Kwa sababu tunachozungumzia ni kile kile. Maana yake industry yetu, na wewe ndugu mtangazaji unawazalisha hawa watu kila siku. Sure. Inatengeneza watoto wastaafu na maskini wenye majina makubwa. Kweli. Ni elimu hawana. Kwa nini inakuwa hivi? Wengi wao wanaga kutoka kama mtangazaji. Wengi wao wanaga kama hawakuwa superstar au ukubwa wanaopata hawaupatagi wakiwa wamejiandaa. Okay. Wengi wao ni either wanakuwa wameshaaso sana, kwa hiyo inakuja ghafla kwamba bali sasa ndio imeitika. Kwa anasahau kwamba yeye alisha, kwa mfano kuna msanii unamwona huyu jamaa ameaso sana. Au amekutafuta nakwambia brother, wewe unajua mimi nikishahiti, mimi nikishafanya hiki, kuna mipango fulani nataka nifanye, nataka niwekeze, nataka niweke heshima yangu, video makali, audio kali, yani muziki ya kutrend mimi sipigi hiyo. Ameaso sana, anapambania nafasi. Siku nafasi hiyo akija kuipata, anajifeel kwamba inawezekana basi kumbe na mimi inabidi niishi kama wanavyoishi wao. Kwa anajikuta anaingia kwenye mifumo ambayo yeye mwanzo wake ilikuwa inamkataa. Kaja kipeke yake, kaja na utofauti wake, ndio ukampa hizo nafasi, anausahau. Kwa wengi wao nadhani wanakuja kufanya mabadiliko wakiamini kwamba Grayson mimi sasa hivi nikisema nianze kumletea pigo za vile nilivyokuwa nataka, hatonielewa. Kumbe ilivyo ni kwamba muziki waga unawapokea watu ambao wanakuja na kitu tofauti. Kuna janja moja ana trend sasa hivi na ngoma lake anaitwa Mulaobo yule. Ile ngoma yake sijui life ya mtani sijui mimi kuuza nini. Chege anasema kwamba kwa miaka 4 5 kama sio 7 hajawahi kutana na msanii ambaye anafanya kama kile. Ni kitu ambacho alikuwa anakisubiri, anakitamani kwa hamu kwa muda mrefu, kwa sababu hakikuwepo. Kwa jamaa sio kama ni mnoma sana, ila amekuja na kitu ambacho hakipo kwenye game. Yeah. Na kama amekuja na kitu ambacho kiko kwenye game, huwezi kukirate na chochote, kwa sababu waliopo hawafanyi hicho. Kwa hiyo unampa tu 100% hata kama sio mkali sana. Kwa ikitokea akaja mwingine akafanya kama alichokifanya yeye, utakompare, utasema lakini mbona sisi tulikuwa na Mulaobo alikuja hivi. Kwa wengi wao wanakuja na vitu ambavyo kwenye game vipo. Kwa sasa hivi nani anakuja kuwekeza kwa underground anayekuja, wakati vitu anavyofanya huyo underground Diamond anavyo. Okay. That makes sense. Okay. So tuzungumzie issue ya ongezeko la wachambuzi nchini. Niliongea hapa na Ricky. Wewe okay. Sasa hivi unajua kila mtu anahisi ni content creator, anaweza akatoa maoni kuhusu wasanii.
sio tena the fact kwamba we ni mtangazaji, unajua una maproducer nyuma yako, una timu ambayo tunakutana kwenye vikao vingine vikubwa, unajua kuna project ukiifanya ni kitu fulani, ni mfumo yani nyuma. Lakini unakuta mtu ana simu yake tu sehemu na ana followers, ana uwezo wa kuongea kitu, lakini ana background ndogo tu. Na yeye Ricky alikuwa anasema anachochukia ni upande wa jinsi wanavyoenda personal. Wewe ukiangalia hii issue, ni mafanikio kwetu ama unahisi kuna tatizo sehemu? Navyoona nahisi inawezekana kweli kukawa kuna tatizo sehemu, matatizo ya sehemu ikawepo kwa sababu ya wimbi la watu wanaokimbilia, kwa sababu sasa hivi watu wengi ambao walikuwa wanataka kuwa watangazaji, wakiona kama mambo ya utangazaji yanamshinda, anakimbilia huko, kwa sababu huko hakuna ethics za utangazaji. Uchambuzi, kuna ethics za uchambuzi, which is lazima umnange fulani fulani aende, which is ni ethics mbaya kwao, yani haziwajenge wala haziwasaidii. So nadhani wengi wao, kwa sababu wengi wao wanaofanya hivyo naona pia wanakuwa wana kivuli cha media, na sijajua kama wanajua media personality anatakiwa kuwaje, which is ndo kitu ambacho nilikuwa napigana sana. Kuna time nilikuwa naongea hadi nikaacha, sasa hivi nikasema kwamba anyway, acha tuone mwisho wake utakuwaje, kwa sababu unapotengeneza boundaries haushape, unaharibu, kwa sababu siku zote ukitengeneza boundaries maana yake ni unataka huku. Kama lengo lako mchambuzi ni kushape game, ni lazima uongee kwamba mimi nimeambiwa 1+1 ni 2, lakini 2+2 ni 4. Kwa nini inakuja hivi? Shuleni tulikuwa tunafundishwaga ukiona jibu limekuja lazima ulihakiki, uone jibu ni lenyewe au sio lenyewe. So wengi wao wanakuja anakwambia Harmonize sasa hivi kashuka. Kashuka vipi? Wewe unapomwona angalia mambo yake. Sasa hivi ameelekeza mapenzi. Sio kama unaangalia fakti zake anazoongea, unaona sasa mbona hiki kama unaongelea issue ya muziki ile, mbona wengi wapo kwenye mapenzi support hadi leo bado ipoga na Rihanna. Ameshuka kimuziki. Mbona bado anakuwa ana mitikasi yake mingi? Kwani useme kashuka? So wengi wao nadhani wanakujaga na kile ambacho wamekifeel. Na nadhani kadri muda unavyozidi kwenda wamezidi kuona kwamba wanachokifanya cha kimieusho. Mfano Suma Mnazaleti sasa hivi ameshahama kuwa mchambuzi, ameshahama kuwa msema kweli, amesema anataka kuwa cha wa Diamond, awe mtoto wa Diamond, mdogo wake Baba Levo. Una sense kwamba kwa kumbe jamaa alichokuwa anakifanya mwanzo alikuwa anajua target yake ni nini. Kwa hiyo alimapicha picha iko sahihi. For real, unaona hiyo sasa kwamba jamaa anasema kabisa mimi sasa hivi nataka kuwa cha wa Diamond, na ubaya gani? So unaona kwamba kama mtu kasema yuko tayari kuwa cha wa Diamond, vipi siku akikaa kwenye mic akimsema Alikiba atafeel kama ni mmoja wa vijana ambao anataka wasikilize wamshauri, atafeel bad energy, kwa sababu ni mwana ambaye yupo labda kwenye upande ambao yeye kwa upande wake kibiashara anaona sio familia kwake. Mchambuzi labda mwanae sana fulani, ukija kuongea fact kuhusu fulani ambaye yeye hayupogo sawa na huyo mwanao, ina sense kwamba huyu mwana au katumwa na jamaa jana aniseme nini. Sijui umeelewa. Na kinachonikwaza zaidi kwa hawa jamani, network kidogo tunaelekea kuchambua. Okay, sorry Richie, ulikata kidogo hapo. Ulikuwa unasema kinachokwaza zaidi kwa hawa, kinachokwaza zaidi kwa hawa jamaa ni pale ambapo unaona ukuaji wao unakuwa tofauti na vile walivyoanza, na walivyoanza hadi sasa hivi wapo same, kwa sababu miaka yote fuatilia wachambuzi wote, miaka yote wanavyo miezi yote hiyo toka wameanza mchongo wao wa uchambuzi, una sense kila siku ni Diamond, Alikiba, Harmonize, Mario. Diamond, Alikiba, Harmonize, Mario. Mchambuzi mimi nitegemea sasa hivi waanze kupambania, waseme bwana, kwa nini game yetu haiko documented? Yani hadi sasa hivi wachambuzi nitegemea kwenye moto waliowasha hapa kati, wao ndo wangekuja kutuletea kwa jua nani kaanzisha Bongo Flava. Wachambuzi yani hizo ndo ilibidi shughuli zao. Mchambuzi unachambua wimbo, afu unasema unachambua sanaa. Sanaa ina ngoma ngapi hizi ambazo zipo hadi sasa hivi kwenye nchi, uje uchambue wimbo? Kwa siku labda tuseme kwa siku zinatoka ngoma 100. Utachambua zote? Na utatuambia kwa nini unachambua wa Grayson na wa Februari Omari hujauchambua? Kwa maana yake hawa tunawaita mapiara wa wasanii, sio of course. Hawa ni mapiara wa wasanii. Sasa shida inakuja pale ambapo mimi nikionaga
anayefanya shughuli hiyo anakuwa ni mtangazaji, labda yupo kwenye kituo fulani. Hapo ndipo napokuaga na mind mimi kwamba sasa wewe unakuwaje mtangazaji wa kituo fulani, alafu kwenye uchambuzi wako unakuwa una mdisi fulani, haileti picha nzuri. Then muda mwingine nawahurumiaga, anaona kama oya, sijajua mabosi zenu wapoje, labda kwa sababu for what I know hizi mitikasi zetu tunazozifanya pia zinahitaji uwe na focus ya moja kwa moja, uamue unafanya kitu gani. Inakuwa ni vibaya mimi nakaa sasa hivi nafungua na mimi sehemu yangu ya kuchambua, na chambua ngoma za kina Disaster hii hatari, afu nikifika Planet Bongo pale nikae na mimi sana pale nifanye kitu gani. Kwa nini hiyo idea pia nisipeleke Planet Bongo pale tu shape, kwa sababu muda pia tunao, tuna masaa matatu mangapi aka unakokafanya. Kwa nini usikalete huku? Imeshindikana kitu gani? Ofisini kwenu hawataki. Kama hawataki maana yake ni kibaya, kwa nini unafanya sasa? Ofisini kwenu si hawataki, huwataki kwa sababu wanaona utamsema Harmonize kwenye show yao. Kwa hiyo ukienda mtaani unawasema, alafu ukirudi kwenye show yetu tukikwambia utuletee Harmonize utatuletea. Kwa watu kuja kwa sababu ulimdisi kwenye uchambuzi wako unaofanyaga mtaani. Hai make sense. Kwa hiyo inabidi unavyochambua uchambue professionally kwamba sikia, hiki kipo hivi, hiki kipo hivi. Kama alivyokuwa anafanya Salama J, anakuambia bwana, hii video mbaya. Ukiangalia unacho chupa bovu kweli, sasa unakata kitu gani? Kwa hiyo mchambuzi, chambua bwana, huu wimbo labda mixing na mastering mbovu, zungumza na mtafute alohusika kufanya mixing na mastering. Bwana, imekuwaje? Kwa sababu wachambuzi wengi wanaochambua hawatafuti wahusika kupata hata hizo data, kupata hizo information. Wanakuja tu bwana, Harmonize kashuka. Mtafute Konde bwana, mbona mimi naona kama umeshuka, kwa kuna hiki na hiki na hiki. Tafuta watu wake wa karibu, inawezekana kumfikia Harmonize ikawa shida. Mtafute Mudi Mnyama bwana, msanii wako mbona kama ameshuka. Yeye ndo akwambie kwa nini, facts zinasemaje. Ila ukianza ukitoa hukumu, kwa sababu wachambuzi wanatoa hukumu. Hawachambui, wanatoa hukumu kwamba fulani kashuka, fulani kapanda. Hivyo. Kwa afu wengi wao wanachokuanza ni pale ambapo wanataka kutengeneza usawa. Yaani kuna muda akishajua ameharibu, anataka kubalansi mchongo. Kwa anatafutia story ya kubalansia hapa. Mimi siku nitakuja kujisikia raha sana pale ambapo nitaanza kuona wachambuzi anamuongelea J Melody, anamuongelea Harmonize, anamuongezea Mario, sijui Mulaobo, sijui kuna msanii gani yupo kati hapo Barnaba. Asa hii ya kuwa kila siku kuna katikati hapa tunapoteza talent kibao. Maana watu kama kina Dayo, kina Mavokali, kina Kontawa huwasikii wakitoa wimbo, wakizungumziwa, wakichambuliwa, lakini wamefanya kazi nzuri sana. Lakini haya yote ni kwa sababu ukipita mitandaoni, kila mchambuzi anataka kumuongelea Harmonize, kila mchambuzi anataka kumuongelea Diamond, kila mchambuzi anataka kumuongelea Alikiba. Always story zile. Sana yetu ina vitu vingi sana vya kudocument. Sana yetu pia imepitia kipindi ambapo digital haikuwa familia na sisi. Kuna vingi ambavyo vilikuwa chini ya pazia, which is unategemea viletwe watu wavijue. Sijui unaelewa kipindi hiko, wakati unaambiwa Lady JD anapiga simu kwenye radio anachana. Zungumza hizo ndio vitu ambavyo inabidi watu wanapenda kuvisikia. Inabidi tuvidocument sasa, kwa sababu at that time vinafanyika havikuwa documented. Sasa hivi sasa si muda tunao, kamera zipo, vinarekodiwa, vinabaki, ndio tuvidocument tuvilete. True story. Nadhani wamesikia upande huo. So hivi Rich Msafi akiwa hafuatilii burudani, anafuatiliaga nini? Shows za aina gani? Mimi mpira naangalia sana, matajiri wekeza hisa. Namfuatilia sana Mr. Easy. Na nilikuwa nafuatilia story yake Varo juzi aliposema kwamba wale jamaa mmoja wa Europe walimcheck kwa ajili ya kwenda ni Afro nini, wale wanaandaga matamasha yao. Wakamwambia naye wanaomba aende kuperform, akamwambia mimi nachotaka kuperform sitaki. Nataka niwekeze kwenye hiyo nani yenu, nichukue hisa kwenye shughuli yenu hiyo, alafu mnipe mikataba ya wasanii wote ambao mmewapa kina Wizkid, kina Davido, kina Burna Boy wanapokuja kuperform, mikataba yao niangalie, nijue analipwa bei gani nikiwa kama tajiri. Kwa hiyo wale jamaa akagoma naye kwenda. Kwa hiyo nafuatiliaga watu kama hao wanaowekeza, kwa sababu nimegundua biashara ni kitu kizuri sana. I'm telling you my brother, mimi kabla huu mwaka hujaisha kivyovyote vile lazima nije na kampuni yangu ya beti, kwa sababu nimegundua vijana wanawekeza sana. Kwa hiyo mimi nafuatilia hao wawekezaji ili nijue baadaye narudisha vipi kwa jamii. Siwezi kumfuata kila mmoja. Mimi kwa Planet Bongo tunasikiliza na watu wapo Serengeti ndani huko, wapo Mwanza ndani huko, wapo sijui nini huko Mtwara Chunya, wanatusikiliza big time. Unarudisha vipi kwa jamii? Tukaita kabeti ngao na beti wanapata hela. True story. Mimi nikiwa nje ya burudani
Nafuatilia sana wawekezaji, nafuatilia sana kwa sababu lazima tuwekeze ili kijana utengeneze ndoto yako nzuri, lazima unajiwekeza. Lakini pia mpira na ufuatilia sana, lazima nifuatilie mipira nini, kwa sababu kabla ya kuwa mtangazaji nitakiwa niwe mchezaji mkubwa sana. Unajua mimi jina langu la kwanza kabisa ni Ronaldo. Hizo siasa hizo wewe, unajua mimi siku ya kubatizwa ndo nilitolichadi kile tulichokiona Mikocheni. Nje ya burudani, mimi nafuatilia sana mambo ya uwekezaji, mpira. Nacheza sana game, by the way, nikiwa free kama hivyo nacheza sana PlayStation ku refresh mind. Mbona drinking some things hivyo. Sipendi kutoka, sipendi kuogelea, yani vitu vyangu ndo hizo vichache sana, so vingi hivyo. Okay. Ya mwisho nataka uniambie, tunaenda kidogo kwa baadhi ya manguli. Kuna story yako ambayo natamani ungeshare ya jinsi ambavyo uliingia Planet Bongo mara ya kwanza, wakati tunasema okay, sababu unajua watu hawajui Rich amekuepo East Africa muda mrefu. Sure. Na walikuepo wakina Smash, walikuepo wakina Tony. Wewe ukiwa hapo phone na wewe bado una hustle. For real. Then ulipokuja ukapata ile nafasi ukaingia Planet Bongo. Ni show ambayo ukitoka kwenye vipindi vyote ukija hapo lazima ndo pa kuendea duniani kwa East. So ukawa unakuja hapo sasa ndo unaingia njia ya panda kwenda duniani. Kuna kisa chako cha ulikuwa unaogopa kuuliza swali alafu Dula kufanyaje? Unajua mimi kwanza na hicho, alafu utakuja kuniambia nafasi ya Dazen kwenye maisha yako ya nani, kwa sababu namuona jamaa juzi ameriposti nani post yako kuhusiana na wewe, yani ni mwamba, na najua pia mna mahusiano ya nyuma fulani vya kikazi. Tell me kuhusiana hivyo viwili. Sasa mimi wakati nimeingia Planet Bongo, unajua Planet Bongo ilipitia time ambao walikuja presenters wengine kadhaa. Ambua yuko pale president. So wakaja, kuna bibi moja alikuja akaondoka. Amekuja kina Fredo ameondoka. Amekuja fulani ameondoka. So ikapika time ambao mimi pia nikachipin. Na ukisikiza stories za watu wengi wa nje, ndo haya mambo ya kujifanyaga unasikiliza watu alafu hujui ukweli, ubalance vitu. Mimi nilikuwa nikisikiaga story nilikuwa naambiaga Ambua bwana, Ambua anabania sana, ukienda Planet Bongo pale itakuwaje. So unajua ukubwa wa Dula Planet Bongo ni yani hauelezeki. So mimi naingia Planet Bongo nakutana na Dula ambaye ndio Planet Bongo yenyewe. Ndio, unanielewa? Kwa hiyo kwanza unakuwa una hofu, lakini yeye anataka kufanya familia, lakini unasikia kama blaza au familia vipi, sitaki nikimzoea atajisikia kama na disrespect. So mimi nakumbuka kunayo siku ambayo alinipa confidence ya kuamua kwamba afu mbona unazingua wewe. Ni siku ambayo alikuja kwenye interview Joe Makini. Wakati tupo na Joe Makini tumefanya interview, Joe kafika pale, Ambua kama kafungua mchongo, kamtambulisha Joe, kampiga swali la kwanza, kampiga swali la pili. Mimi sasa unajua nimebaki kama shabiki sasa. Namsikiliza Ambua anapofanya mabara yake, namsikiliza Joe anavyojibu maswali yake pale. Sasa Ambua akaona udogo mbona kama haongei, afu hiyo tunafanya mtu mbili, mbona haongei? Ikabidi aniandikie swali kwenye simu. Sijui hata kama yeye anakumbukaga hii scenario, kwa sababu unajua sometimes tunafanya vitu vizuri, tunafanya wema mwingi ambao waga hatukumbuki. Unajua wema ukiufanya kutoka moyoni, wewe unachukulia kitu cha kawaida. Afu unapita zako hivi. So hiyo siku Dula alichukua simu yake akanipa. Afu akawa ameniandikia, "Wewe mbona uulizi? Uliza swali hili hapa." Akaniandikia kabisa swali la kuuliza. Muulize kuhusu hiki. I remember alikuwa kuhusu mtoto wake wa Joe ambaye anacheza sasa hivi mpira Ulaya. Alikuwa na time ameweza ameweza kupata hizo vitu vya kusafiri na vitu kama hizo. So Ambua akawa ameniandikia. Then akanipa simu. Kwa nikasoma, kwanza nilijisikia vibaya big time. Lakini baadaye nikaja nikafeel kwamba mimi nazingua sana yani. Kwa hiyo sio kwamba ulikuwa na maswali, ni kwamba ulikuwa na mimi nimestaki afu naogopa, nasema Sadula wanasemaga anabania au mimi nikianza kuuliza hapa itakuwaje? Sasa niulize kitu gani tena hapa? Kwa hiyo alivyoniandikia nikafeel kwamba afu blaza, kumbe mbona blaza yeye anataka mimi nauliza afu mimi ndo siulizi. Sasa blaza anataka amenichukuliaje? Kwamba udogo mbona mzembe huyu ameganda tu hapa, unajua vile. So nilijisikia weird fulani hivi, lakini baadaye jamani, ni network atatumalizia story. Na nakumbuka
wewe ndo kuna kumbukumbu nzuri. Nakumbuka Ambua alikuwa ana emergency akapita somewhere, then kwenye show tulikuwa tunafanya mimi na yeye, show ilifunguliwa afu yeye hayupo. Then Ambua hata ile na kuibia siri, kwa sababu kale kama mchezo ukaelewaga. Ile siku memo wote ile siku Dula Planet alinipigia ujioni yake, akaniambia dogo, kesho mimi kwenye show nitachelewa na sitakuwa mbali, nitakuwa around pale pale ofisini, ila nataka ufungue show wewe, kwa sababu mimi nikiwepo wewe utafungua, itabidi nifungue mwenyewe. Cha kufanya mimi nitachelewa, nitakuwa niko around pale pale nje, nataka wewe ndo ufungue show. Grayson nikimwambia yeye anaweza asinielewe, kwa sababu Planet Bongo Jero fulani alitaki kuletewa utani kabisa. Kwa alipofanya vile, imefika hadi saa 6 kama dakika 58 hivi, Ambua akatuma message kwenye group, bwana bwana, mimi ninachelewa hapa. Ukicheki kwenye ramani hapa aliopo around nani? Dogo Lichi Msafi. Kwa siku ile kakubidi uje ofisini ukae production pale, alafu kwambia Dogo Lichi kama vipi Lichi fungua show hivyo hivyo Kinyamwezi. Bana, nilikanyaga intro moja, nilishindilia intro moja, afu Ambua yupo kwenye gari anasikiliza. Baada ya kwenda break pale, Ambua akapiga simu, huyo dogo aachiwe show, huyo dogo hatari, huyo dogo. Yaani ndio mzee nikafeel nikafeel now brother ana roll safi big time. Yani uweze amini, mimi katika vitu nakuwa proud navyo ni kukutanaga na Ambua Planet Bongo, kwa sababu amenishape vitu vingi big time. Mimi sikuwahi kuwa na ndoto ya kufanya kazi radio. Mimi nilikuwa napenda TV kwa sababu si ndio ile msafi kuonekana, nilikuwa natamani kuonekana. So Ambua alinishape kiasi kwamba nikaanza kufeel kuwa kumbe radio pia na mimi naweza nikaua, afu nikawa Mnyamwezi. Afu pia ilikuja kusaidia pia utandawazi nao, unajua show za radio pia nazo zinaonekana YouTube, unaonekana na record, utapost video nini. Kwa nikafikiri kumbe naweza nikafanya. So mimi East Africa imenifanya nimejua kwamba kumbe mimi niko na uwezo pia wa kutangaza radio na TV. Mimi niko najiona mimi naweza kutangaza kwenye TV tu. So nashukuru sana. Kabla hujaendelea Rich, ni waibie tu kwa mtu ambaye anataka kuwa mtangazaji. Ukitaka kuwa mtangazaji bora, anzia kwenye radio kwenda kwenye TV. Ukianzia TV kurudi radio inakuwa ni ngumu. Unajua hata wewe umekuwa mzuri sana baada ya kufika radio For real. Sio kufanya vizuri sana kwenye TV baada ya kupitia radio. Okay? For sure. So Ambua alini surprise na hiyo, nikafeel bana brother ana roho safi. So from there ikawa naamua tu bwana, wale sikia leo fungua show, fanya hiki bwana, fanya hiki. Me everything kwenye console pale, sijui kutumia kupandisha fedha, sijui mtu akija bwana una vibe, mpokee mtu hivi, ukiona amekasirika fanya hivi. Those are things ambazo mimi nimejifunza kwa Ambua. Okay. Najisikia raha sana muda mwingine nikiwa najifanyia na namuona, unajua so mtu ambaye tunawasiliana sana. Lakini ni brother ambaye amebakiaga hapo kwamba bwana mkubwa heshima, unajua venye hivyo. Kwa nadhani alinifanya nika sense kwamba ambao waliwahi kuniambia yeye anabania watu Planet Bongo, kwangu mimi ilikuwa different. Labda wao kwa upande wao, kwa sababu kila mtu ana maisha yake, labda wao kwa upande wao maybe ilitokea hivyo, lakini kwangu mimi sikufeel hiyo kitu kwake. Though nilienda na aim ya wale walioniambia kwamba jamaa anabania. Kwa hiyo nilienda na kitu changu cha kujua Dula atanibania. Alafu nafika pale yeye sasa ndo anaonyesha love ya namna hiyo. Kwa hiyo nilivyoenda na nilivyoondoka ikawa vitu viwili tofauti. Na unajua mara nyingi hao watu wanaongea mabaya uwaga wanahisi ni wengi. Mimi nilifanya kazi na Dula tangu 2015. Ni mmoja ya watu wema sana kwa watu wapya. Mimi kwa sababu nadhani Planet Bongo ndio show ambayo imekuwa ikibadilisha generations. Sure. Yaani inaji-update na kuwa mpya kila kipindi. Kwa hiyo nilikuwa namuona anapowapokea vijana, kiukweli ni moja ya watu poa sana kuwahi kufanya nao kazi. Akikuamini anakuamini. Mimi mwenyewe Dula nimeingia tu East Africa, amenielekeza leo Planet Bongo, kesho kaniachia nikaanza kuiproduce. Kwa hiyo shout out kwa President Ambua. So turudi kwa Dazen. Kwa hiyo wewe una bless kabisa ya brother ni legend aliyekuachia show. Alafu una bless za legend wa upande wa pili. Imagine. Hiyo nianzaje kwa karibu? Najionaga ni kijukuu cha mtume. Mimi Dazen tumefahamiana by the way. Mimi nilishawahi kuna kipindi sijai kuisemaga, ngoja nikusimulie kiuchache. Kuna kipindi mimi nishawahi kufanya kazi kwenye online media kama 7 hivi ndani ya siku 5.
Ila kwa mimi mara ya kwanza nadhani kuna mwanangu mmoja anaitwa Mameni nisha kumsimuliaga. Yaani media, online media kama 5 hivi. Kama 7 hivi ndani ya siku 5 kwa sababu nilikuwa namfuata jamaa huyo online nafanya naye kazi leo. Alafu nikimsikia ninavyozungumza naye. Future ya kila anachokizungumza na yangu mimi naona haziendani. Kwa immediate pale pale naacha. Kwa nakumbuka hadi mara ya mwisho kuna mmoja nilimwambia nataka nikifanya interview na Country Boy. Yeye akaniambia sasa Country tuongea naye nini bwana? Hebu angalia mwingine ambaye tunaweza akatupa numbers kidogo. Mimi hapo nafikiri kwamba oya hivi kati ya mimi na yeye anaenda kufanya nani? Si mimi. Kwa nikaona wao labda wana mambo yao ambao labda wanayahitaji kuliko yale ya kwangu mimi. Nikaona hawa siwezi kuwaongezea kitu kwa sababu wamekuwa wabishi. Kwa nikaacha kufanya kazi online. Sasa kwenye muda ambao nimeacha kufanya kazi kwenye media za online, nikawa nimeenda zangu chuo DSJ pale. Wakati niko chuo nikamuomba rafiki yangu mmoja anishoot nafanya opening ya show. Nimekaza sikuwa on air by the way. Yana hata mwenyewe akisikia leo ndo atajua kwamba kumbe ile video ambayo alipendaga yeye haikuwa on air. Nilijirekodi off, yani nimezima tu muziki pale nikapandisha feda ya uongo na ukweli nikaanza kufungua show. Yo, switch msafi. Ongea sana pale. Nikaja nikaipost. Yeye akakutana nayo. Alipokutana nayo, yeye ndo akanitumia DM. Akanambia mdogo wangu una kitu. Shikilia huko muendelea kukaza. Wewe noma sana wewe. Na kuona mbali. Sasa mimi hapo ndo muda ambao nimesha give up kwenye mambo ya media nikasema mimi sasa hivi sitaki acha nisome zangu chuo nikitoka hapa nikaendelea na shughuli zangu nyingine. Kwa ile comment alivyonicheki vile DM nikafeel bana usitwanga lau. Sasa kama kanikubali kudada ile ndani yake weza mimi nilika siku 2 sijamjibu nawaza najibu nini. Kwa baadaye nikaja nikamjibu. From there nikawaga akaniambia okay unahitaji kitu chochote kile. Wewe unaniambia. Kwa mimi nikiwa nataka kumwambia kitu namwambia namwandikia tu message pale. Akipata time anakuja ananijibu. Naomba bwana mkubwa mimi nilikuwa nataka nifanye hivi. Akaniambia sikia kwa sasa hivi wewe upo chuo, nafasi pia kwenye media sasa hivi zimekuwa sio mchongo sana, hazipatikani hivyo. Endelea kufanya unachokifanya lakini usiache kukipractice. Kwa ukiwa na muda wewe unashoot, unapost, unashoot. Yaani kama ambavyo unashooting unapost vile. Usiache ile itaendelea kukujenga. So siku unapokutana na mchongo katikati hauanzii mwanzo. Unakuwa tayari wewe ushajipa experience mwenyewe. Unaondoka. Kwa hiyo ndo akanishipa. Akiona clip yangu mbovu ananicha sasa hii hapa umezingua. Hii jao hii. Mimi kwa miaka zaidi ya 3. Mimi muda wote niko chuo hadi namaliza chuo mwaka wa kwanza, wa pili, wa 3 naingia kuanza kazi East Africa sijawahi kuonana na Bidazin. Okay. Ni tuna chat tu. Sasa kuna siku ya kwanza nakutana na Twanga ilikuwa nimeenda kwenye wakati anazindua album Kayumba. Sasa nilivyoenda ilikuwa maeneo ya Masaki sijui kama sijakosea. So siku hiyo mimi nikamuona. Nakumbuka nilimtafuta DJ Spa. Spa at that time wakati Twanga amehamia kwa Majei. Okay. Ameshaondoka mawinguni. Kwa hiyo nilivyomwona DJ Spa ndo alikuwa DJ wao wa show yao ile ya jioni. Nikamcheck Spa nikamwambia Spa, wewe si unafanya kazi na mkubwa? Mimi nataka unipeleke unikutanishe naye. Akaniambia poa kwa sababu alikuwa kama tuna miezi 6 hatujawahi kuwasiliana nao. Kwa akanipeleka. Alivyonikutanisha tu nakutana Dozen. Mimi sasa ndo nikaanza kujitambulisha mkubwa mimi ndo licha akaniambia sasa si msafi kani mimi sikujui. Sasa ndo akaanza kunieleza mimi nakujua mbona hapo mimi kuna maeneo kadhaa na kuonaga sema nakulaga buyu tu na kuangalia kwa mbali unafanya kazi zako unapita hivi. Kwa nika feel blaza amenipokea kwa ustaarabu sana. From there tukawa tunaongea nini akaniambia ukiona issue yako wote wewe ni check nini. So baada pale ikapita kama kipindi kirefu hatujawahi kuonanaga tena sana. So baadaye akawa akiona vitu vyangu ananiambia sikia afu wewe sasa hivi mbona unatangaza vizuri lakini sio Mnyamwezi. Jiswitch. Midazi nakutana naye ananiambia afu wewe siku hizi una kitambi mtangazaji gani wa entertainment tuna kitambi wewe hivyo vitambi tuachie sisi. Mbona ujipendi wewe? Yaani imekuwa karibia kila nikifanya kwa mwingine nafanya hivi brother hii hata mind kweli. Unajua vipi? Na ninachokipenda ni kwamba mara nyingi amekuwa akinicheki ananishape kuhusu game yangu. Kumbe unajua ndogo wewe ni mtangazaji mkali ujue wewe. Sema kitu fulani acha, kitu fulani ongeza. Alafu anachonivurugaga zaidi yule brother kuna muda ananiambiaga vitu ambavyo kwa upande wake yeye nilikoga na asingeweza kuniambia.
Lakini ananiambia kuna muda anasema brother ameona nini? Kwa sababu kuna muda mimi naweza nikafanya kitu akaniambia hii umeni surprise mwenyewe sijawahi kufanyaga hii. Sasa kuna feel sasa brother anakubali kwamba aje kufanya kama hivi. Ujue sio lavu ndogo hiyo, ujue watu wengi wanakulaga bure wanajifanya wewe dogo unafanya kati hivyo kwa tunafanya sie. Kwa kuna namna, kwa sababu nakumbuka kuna vitu akionaga ananitumia direct. Fanya hiki. Nimeona unafanya interview na fulani, siku nyingine ukifanya naye yule unafanya hiki, usifanye hiki, usifanye hiki. Watu wengine kwa sababu yeye ndo ananiambiaga ukifanya interview na mtu ambaye jamii inamheshimu sana kwamba ni mtu wa heshima. Hakikisha interview yako hailengi kumchafua yeye. Iendelee kuijenga heshima yake. Kwa sababu yeye kashajiportray hivyo kwa jamii. Kwa hiyo ukitengeneza upande mwingine wa tofauti, yeye pia hataweza kukubali kwenda kwenye upande wa tofauti. Kwa hiyo amekuwa ni brother ambao ana love ya namna hiyo kitambo, tuna cheki zile nini. Mimi hata mara ya kwanza naweza nikamwambia yeye uweza mimi siku ambayo sana nilisema sasa brother nishachat naye sana huyu Instagram. Ngoja nimpigie. Nikatafuta namba tu kwa mtu nikampigia normal call. Iliita afu haikupokelewa. Afu muda huo yani nadhani ile imeita afu ndo mtu anataka kupokea ikakata. Akanipigia hapo hapo. Rich vipi niambie? Nikamwambia mkubwa, wewe namba yangu umetoa wapi? Akaniambia mimi namba yako mbona ninayo? Akaniambia mimi kuna siku nisha kutafuta namba yako, nataka nikupigie, kuna kitu ulikuwa umekosea, sikumbuki ni kitu gani. Nikasahau kukupigia. Kwa namba yako mimi yoga ninayo. Siku hiyo ndo akanichekesha zaidi. Wakati mimi nilikuwa najua inabidi nianze kujitambulisha tena. Umeona hiyo? Kwa amekuwa ni brother ambaye kimsingi ananishape. Mimi nimebarikiwa sana. Yaani naweza nikasema ndo maana vijana nikiwaambiaga kwamba mimi ni hatari waniogope. Mganga wako sio tapeli. Kwa sababu mimi na game yangu inashapiwa na watu OGs big time yani. Mimi game yangu inashapiwa na Grayson, ananiambia dogo hivi usifanye hiki, usifanye hiki, hiki sio kitu kizuri, usifanye movie. Game yangu inashapiwa na Salama J, ananiambia wewe ufanye hiki, usifanye hiki. Salama J ananiambia inabidi nipate tu hela. Yaani hataki story nyingine. Lichi inabidi upate hela. Bas. Unaongea na mtu kama Ambu ambaye amefanikisha mwanzoni kabisa unavyoanza, ameweka vitu vyake. Unaongea na mtu kama Dazin. Yaani hawa ni watu wazito ambao wapo kwenye sanaa ambao kama wameweza kumwamini Rich. Kuna muda ukitaka kufeli unaona kama wajua nikifeli wao kuna watu ambao wapo behind huko wananizungumzaga mie, nitaonekanaje mbele yao? Mbona kama nitaonekana kama nimewafelisha, unajua vile. So nadhani wamenishape sana, wamenisaidia sana na niko proud nao big time. Ndio maana sipendagi kabisa hata siku moja nikiona vijana wanakuja wanachezea tasnia hii, kwa sababu mimi najua waloipambania hii tasnia walivyo na uchungu nayo. Sitaki kabisa walete hizo mitikasi za kimiusho. Back in the days ukikutana na Dula Planet lazima uombe kupiga naye picha. Back in the days unakutana na Bidazi ukikutana naye lazima uombe picha. Back in the days unakutana na Salama J ukikutana naye lazima uombe picha. Ukikutana na kina Ephraim Kibonde lazima uombe picha. Lakini sasa hivi vijana wengi ukinitoa mimi ukikutana nao hakuna mtu anaomba picha kwa mtangazaji. Huyu nani huyu bwana huyu, unajua vile. Sasa hiyo ndo wanaipoteza kwa sababu tulikuwa media personali. Wataikata hii clip watakutafuta sana. Yaani ukinitoa mimi utapiga picha na mtangazaji gani, utamwomba picha zaidi ya watangazaji wa Planet Bongo wachambuzi. Kwa sababu wanafanya vitu ambavyo watu wengi wanavichukia, kwa sababu hawa wasanii ambao wanadisiwa wengi wao wana mashabiki. Mtu kama Harmonize page yake tu ina followers milioni 10. Milioni 10, alafu kibaya ni kwamba wasanii wa siku hizi pia wana share mashabiki. Shabiki wa Konde na shabiki wa Alikiba. Obvious. Umeona sasa hiyo. Kwa hiyo ukimdisi huyu kuna namna kwenye wale milioni 10 wale kuna hata ukipata na 200,000 tu wa kukuchukia. Inatengeneza picha gani? Ukikutana nao ataomba picha nayo, hata furahi na wewe. So mi na jaribugi sana kutengeneza hizo friend zone, hizo friendship hizo zikae hapo, yani iwe line moja, ili siku hata Harmonize akiona Rich kasema kitu fulani anafika huyu ameongea Rich, huyu anamaanisha huyu, kwa sababu huyu anaga mambo ya upande. Diamond akiona clip yake dogo. Okay, jamani network kidogo lakini ndio maana mimi kwa upande wangu mimi nakumbuka katika kitu ambacho kilini stress ni kipindi ambacho nilizingwaraga na Zuchu. Ndio maana nikamtafutaka kumwomba msamaha. Leo nimeona Gigimani kaposti kumwomba msamaha Zuchu kwamba alimkoseaga. Hivi ngoja kwanza. Zuchu mnayemuomba msamaha mlimfanya nini? Wewe ishopo na Zuchu ilikuwa nini? Mimi iko ndio hiyo issue ya Gigimani. Yaani ndio maana nikasema kumbe mimi nilikuwa sahihi kumchekiki Zuchu tuyamalize, kwa sababu alimind mimi nilivyo. Network inakata jamani, ndio tunapata umbea. Okay,
tunaenda kumalizia live na G. Ladies and gentlemen, tumeshapata exclusive nyingi na Rich Msafi. Sijajua sasa ni simu inaingia kwake au nini, lakini tunaelekea mwishoni na tunaichambua game ya burudani Tanzania kwa maana ya vipindi vya radio pamoja na muziki wa Bongo Flava kiujumla. Na huyu anasema nani? Okay. Rich ameondoka, lakini anyway ilikuwa ni moja ya session kali sana. Alikuwa anataka atupe story ya yeye na Zuchu. Sikujua kama kesi ya Rich Msafi na kesi ya Gigy Money ni kesi moja na wote wanarudi sasa hivi kumwomba msamaha. Anyway, Rich naona umeondoka, lakini nadhani tumefanya vya msingi na najaribu kuangalia kama ukiweza kurudi. Ngoja nikuinvite tena tumalizie hapa. Utupe hiyo kesi. What? Okay, Rich, kesi yenu ni moja. Rich anaondoka tena. Rich ameleft. Ngoja na kuunganisha Rich tena. Okay. Here we go. Rich, ngoja nikuunganishe. Sikujua kesi yenu ni moja. Here we go. Okay. Tunakwenda kumalizia live na G na Rich Msafi, mtangazaji ambaye kwa sasa hivi ndo story ya Tanzania when it comes to vipindi vya burudani, na nimezungumza naye mambo mengi, ameshare exclusive nyingi za maisha yake binafsi, maisha ya kazi, lakini pia mtazamo wake. Nazungumzia world view ya dunia ya Bongo Flava na burudani kiujumla. Ametuambia mengi pia kuhusiana na baadhi ya password ambazo zilikuwa hazijui, ikiwemo la jina lake pia. So asante kwa kila ambao unaifuatilia hii session. Mara nyingi tunakuwa tunaipata round up. Okay. Nimeona Rich unasema unable to join. Ngoja nikuunganishe tena Rich. Nadhani tunamaliza muda sio mrefu. Alafu kuna huyu okay. Msafi. So kesi ni moja. Hapana, mimi ya kwangu tofauti. Unajua mimi ni kipindi nimeanza kufanya Planet Bongo. Nilianzaga na Ofea, you remember that. So alafu sasa bora hata umenikumbusha leo kwa sababu the day ambayo mimi nimezingwana na Zuchu ndo the day ambaye ulikaa ukaniuliza hivi inaendelea Zuchu na Gigy ni kitu gani? Nikaanza kusimulia. Oh yeah. Sasa mimi kipindi kile unajua yeye alikuwa haongei. So mostly Gigy ndo alikuwa anaongea sana. Kwa mimi kama kaa kwenye Ofea nikayaleta aloyasema Gigy. Sikusikiliza upande wake, which is I was wrong about that. Ndio maana nilimtafuta kwa sababu kwa kipindi kile haikutakiwa mimi ni balance mchongo mmoja. Yaani kwamba ubakio kwamba Gigy kasema hivi afu nikamaliza. Sikumtafutaga yeye. Afu nikatoa na opinion zangu. Kwa ambaye anafuatilia, kwa faida ambaye anafuatilia, nini kilitokea? Mlifanya nini? Ilikuwa ni mambo ya kimahusiano kuhusiana na Gigy, sijui kama hiyo anditi na sijui na Diamond. Mimi nika kipindi kile walipokuwa wanachambana, Gigy anasema yeye amemsaidia Zuchu, amekuwa amemsaidia, sijui amemfundisha ku dress nini hizo at that time. So mimi nikoja kagongelea msumari. Kweli Zuchu kamkuta kwenye game. Kudadeki. Bibi akaona kweli. Kwa sasa mimi sikujua behind wao walikuwa na issue gani. So this time around, imagine imepita miaka mingapi sijui. Leo Gigy anaposti anamuomba msamaha kwamba kiukweli mimi nilikukosea, kipindi kile nilikuwa nimevurugwa ujana nini. Kwa mimi sasa nilikuja kumcheki Zuchu kwenye time ambao Planet Bongo nimeshasimamisha. Planet Bongo imewaka. Planet Bongo haipo kwenye mfumo tena kusema kwamba wa huku. Planet Bongo imekuwa ni kiwanda kwamba kinawahitaji watu wote sasa. Sasa mimi nikasema kwa nini kiwandani Zuchu apiti? Mcheke Zuchu inakuja kwa sababu Rich kazinguana naye. Kwa nika sense nilikuwa na haiwezekani. Isije kaa yani kwamba kwa sababu ya kile ambacho nilikifanya kimsingi nilikosea. Hasa kama nilikosea inabidi nimcheki Zuchu tuyamalize tuongee kwa sababu at that time Zuchu anakaribia kutoa album na mimi tushapanga ratiba, inabidi Zuchu adondoke Planet Bongo. Lakini Zuchu hawezi kudondoka Planet Bongo kwa sababu mimi na yeye hatujamaliza mchongo. Kwa hiyo okay, Zuchu alikuwa anachukia kwamba wewe si mwanahabari. Hata kama hapendi, mimi nimeongea kitu ambacho upendi, sio kazi yangu kukufurahisha. Sasa yeye alichochukia ni kwamba mimi nilitoa opinioni zangu binafsi kwamba Gigy kaongea vile, mimi nikaja kulipitisha.
Ukaverify kwamba kweli bwana alimpokea, amemfundisha kuvaa sijui star kuliko yeye ile. Akaona alichi kweli hivyo, mbona ujisunge nitafuta mimi unisikie uone upande wangu, au unajua sababu ni nini? So I remember that day nilipomtafuta pia nilivyoongea naye, kiukweli katika mabinti ambao wako humble big time ni Zuchu. Ni ana uchungu na game yake, lakini pia ana uchungu. Nadhani katika mabinti ambao pia ndo maana toka ameingia kwenye sanaa anapata ubalozi sana ni yule bibie, kwa sababu yule ana push to the maximum, ana uchungu na sanaa yake. Yani ongelea siku ile zaidi ya risali moja anapoongelea game yake, yani kuna muda nikawa na sense kama kiukweli basi kama ilikuwa ni hivyo nilimkosea sana. Anambia mimi napambana big time, silali, nafanya hiki nahangaikia huku na huku, lakini mimi ni wa kike ujue, napambana hata na wanaume kwenye sanaa, which is nikamuelewa. Na by the way, watu wakimuona Zuchu wanahisi anabebwa na Diamond, lakini Diamond ni mpiga kazi kinoma yule jamaa, na Zuchu taarifa ninazo pia kwamba anapiga kazi kinoma. Yani hakuna issue, sio hela tu ambayo unaichukua kirahisi rahisi. Kwa hiyo anapushi sana. Kwa hiyo nilivyoongea naye nikamuelewa. Leo niko namwambia Febi, nikamwambia uweza mimi nimegundua kumbe mimi pia ni moja ya vijana ambao na uelewa kuchanganua mambo, kwa sababu kipindi kile nilisense hiyo. Kwa baada ya pale nikaja kumtafuta, nikamwambia Zuchu, mimi nimekutafuta kwa sababu nataka tumalize ule mchongo. So ule mchongo malaki kwa muda ule tukaumaliza, na baada hapo nakumbuka nimefanya interview na Zuchu 2 times. Tukasema nakumbuka baada ya pale siku 3 mbele nikaja nikapiga naye FNL. Sijui unaelewa. I guess Zuchu toka amesainiwa Wasafi, interview yake ya kwanza kufanya mainstream ni East Africa. Kama miaka yote wamekuwa wanafanya kifamilia. Kwa hiyo ya kwanza kufanya mainstream ni alifanya East Africa kupitia FNL. So unagundua kwamba ni tena nakumbuka siku hiyo nilimcheki kama leo tufanye usiku kwamba nimekuwa huko Kenya tufanye hivi na hivi concept, yani ndio unajua kwamba yuko peace big time. So leo nikanasema nimemwona Gigy Money kaposti anamuomba msamaha Zuchu, though amesameheana, lakini anasema kwamba alimkosea sana. Nikasema inawezekana kumbe mimi nilivyoingilia ule mchongo ndo nilifeli zaidi. Nikaanza kabisa katika vitu ambavyo sio vya kuingilia sasa hivi ni maugomvi ya watu, lazima uulize huyu sababu ni nini na huyu sababu ni nini. Mwisho wa siku ukisema utake side before kujua kwamba nani mieusho una fail big time. Sasa imagine mimi ningekuwa sikumchekigi Zuchu kumwambia na yeye akanielewesha, kwa sababu yeye aliweza kunielewesha kilichotokea. Ningekuwa sikumtafuta tuongee, that means mimi leo ningeona ile post ya Gigy ningesema Alomina niliingia chaka, sijui unaelewa hiyo. So all good. Nadhani tunarudi kwa wale wachambuzi kwamba ukiwa hivi kuna siku huyu ambaye ulikuwa unamtetea ataomba msamaha, sure utachoreka vibaya mno. Hiyo mbaya. Richi, asante sana kwa time yako mzee wangu, na nikupe hongera kwamba umeweza kulibeba librandi lizito kama Planet Bongo. Sure. Kwa sababu unajua sio show mpya useme uliingia nayo, ni show ambayo tayari madude yashafanyika. Salama je yashapita hapo ujue. Tula Planet yashapita hapo ujue. Watu wazito. Mimi mwenyewe ni show ambayo imenikuza kwenye issue ya kazi na kitendo cha kuona kwamba mnaibeba kwa ukubwa, kwa sababu naamini kwa pamoja. Wewe umekuwa ni flagship yetu, lakini kuna February Omari, sure, kuna Mwinyi pia, naona collab yenu ni nzuri ya chakara. Kwa hiyo wewe tuwazungumzie ma DJ wa Planet Bongo, DJ Sama na Dea, mmoja watu ambao of course wale ni anikwepe kabo noma sana. Yani when it comes to ma DJ wa radio, Planet Bongo nadhani na watu bora sana. Shout out kwa Sama. Sure. Na Dea pia. Na wewe pia kuna kipindi nilikuwa eti nasikia unasikiliza Madini.com. But mimi ni shabiki wa Madini.com. Sio kama nilikuwa nasikiliza. Mimi huwa nasikiliza sana Madini.com. Yaani mbona burudani na nyinyi? Nasikilizaga sana Madini.com, na labda nikuibie siri ya kitu ambacho hujui. Madini.com nadhani naweza nikasema kwamba ni jiografia na historia. Ziko zikiungana primary tuko tunaitaga maarifa ya jamii. Unajua kwenye maarifa ya jamii ukiwa primary ulikuwa unasikiliza unasoma uraia, geography humo, studies za kazi, civics. Unajua ni mlikuwa mnakutana humo, vitu vyote vinaungana vile ndio unapata sijui maarifa ya jamii. So nadhani ninachopenda ni hiyo kitu ambacho unaicompare kwa pamoja, ni kwamba unapata historia ya vitu fulani, unajifunza, lakini kwenye elimu unakuwa entertained. Sijui unaelewa. Nikakwambiaga napendaga venyewe unafungua show yako, ngoma unazoanza nazo zinanikumbusha back in the days kwamba
hivi wewe amefanyaje? Unafungua show na Nelimela Kipenzi, rafiki wa karibu wangu toka zamani. Na feel hujui ngoma, mimi nasikiliza kipindi hiyo niko form 1, sijui darasa la ngapi. Kwa hiyo unanikumbusha way back. Alafu wakati nakumbuka way back nakuja kupata elimu. Bwana, unajua kilichotokea Iran kilikuwa hivi. Mimi kipindi kile mambo ya Iran na Marekani yanaendelea, nilikuwa sina muda wa kwanza kuperuzi, sijui nani kaposti, nasema ngoja nisikilize Jumamosi ni saa 9 pale nimsikilize Grace anasema nini, kwa sababu nishakuwa na hiyo imani kwamba huku nje huku nako pia ma AI yamekuwa mengi, watu wanaanza kutengeneza mabomu yao usijue lolote. Ngoja nisikize madini.com nione wao wanasemaje. Kwa hiyo imekuwa ni sehemu ambayo lazima ujifunze, uelimike, upate madini, ujifunze, utengeneze network na watu. Imagine watu wengi wanatoka elimu afinaishia hapo. Nyinyi mnakutana na watu. Na mimi mara kibao nimekuwa na kumaini na kwambia mbona unipi t-shirt za madini.com mnavaa wenyewe. Nakwambia kabisa, mbona kwenye vikao vyenu mnakutanaga wenyewe mtuiti au hatutakiwi? Umeielezea vizuri sana, ni maarifa ya jamii. Wow, David nikupe t-shirt. Haya maelezo ya leo. You're a genius man. For real my brother. So haina noma kwa time yako, shukrani sana, na I hope mara ya pili tukija kufanya interview madini.com mtakuwa naongea na mkurugenzi wa kampuni fulani somewhere. For real. Absolutely tutafika huko. Inshallah mkubwa wangu, hilo limeisha, yanazungumzika, tunafikika. Ndio maana nasemaga maji yameloa, kwa sababu those things ambazo watu hawakutarajia zitakuwa ndo tunazoziishi. Yani naweza kusema kwamba tumeturn impossible things to be possible. Ndio maana halisi ya maji yameloa, kwa sababu maji hayawezi kuloa, lakini once yameloa, kwa sababu kile ambacho walifikiria maji hayawezi yakaloa ndo yameloa. Sasa ilikuwa impossible, watu wameturn kutoka kuwa impossible kuwa possible tayari hapa. Kwa hiyo vitu vina run vyenyewe. Madini ni mengi sana jamani. Kwa round up ya hii tukutane Jumamosi saa 9 alasiri hadi saa 10 jioni.